لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Ndugu zangu katika imani, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walizifahamu aya za Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanayohimiza watu kutoa mali zao, na wakawa wakweli katika jambo hilo, wakatoa mali zao. La yakhafuna alfaqra, hawaogopi ufakiri, kwa sababu wanajua wanatoa kwa ajili ya Allah ambaye ni alghaniyu, ni tajiri, ni mkwasi, anawapa waja wake Allah na wala hakipungui chochote katika ufalme wake. Kwa hiyo hawakuogopa masahaba kutoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza vita vya Tabuk, kisha akatangaza wale wenye uwezo wawasaidie wasiokuwa na uwezo. Abu Bakari Siddiq akaja na mali yake yote, akatoa mali yake yote kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kuliandaa jeshi kwenda kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mtume anamuuliza Abu Bakar, umewaachia nini watu wako nyumbani? Abu Bakar yasema, nimewaachia Allah na mtume wake. Akaja Umar ibn al-Khattab, fa anfaqa bi nisfi malihi, akatoa nusu ya mali yake, nusu ya mali yake akaitoa kwa ajili ya Allah. Mtume anamuuliza Umar, umewaachia nini watu wako? Asema, nimewaachia nusu ya kile nilichokileta, kwa maana nusu nimeleta huku na nusu nimebakisha kwa wao. Na wakaja masahaba wengine wakatoa mali nyingi, akina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, akina Talha ibn Ubaidillah, akina Abdurrahman ibn Auf, na wengine akina Asim ibn Adi. Asim ibn Adi alitoa makapu 900 ya tende, alitoa 90 wasqan, makapu 90 ya tende. Wasqi moja inabeba takriban kilo 60. 60 mara 90 ndiyo aliyoitoa Asim ibn Adi. Anaitoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya mujahidun fi sabilillah. Uthman ibn Affan, wama adraka ma Uthman ibn Affan, rajulun sakhaun kana yastahi minhu almalaika. Uthman ibn Affan akatoa ngamia 300 waliokamilika na silaha zake na matandiko yake na kila kitu chake ambacho mujahid fi sabilillah anamtumia kwa ajili ya kwenda jihad. Lakini si hivyo tu, akatoa mali yake. Hakuna aliyetoa mali siku hiyo kama Uthman ibn Affan, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, hakitomdhuru chochote Uthmani kwa kile alichokifanya siku ya leo. Uthmani hatadhuriwa na kitu chochote kile baada ya siku ya leo. Hao ndio masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Hao ndio wanaume ambao walikuwa wakweli katika yale ambayo wamemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala.